Mwendelezo wa maombi ya kukemea jini mahaba kabisa. Unahitaji kufunguliwa kwenye kifungo hiki, kimekutesa kwa muda mrefu, pengine linaondoka linarudi, na pengine unafunguliwa lakini baada ya muda tena linarudi kwa nguvu. Unahitaji ufungulivu wa kudumu kabisa. Basi sikiliza maelezo naokupa, yafanyie kazi. Inaweza kawa ni mwanamke, unaweza kawa ni mwanaume, jini mahaba linaweza likamvamia mtu yoyote. Jambo la kwanza, kuna mazingira ambayo jini mahaba huwa linapenda kukaa kwenye mwili, na hayo maeneo wakati utapata nafasi ya kuomba, basi vizuri ukawa unayaombea. Eneo la kwanza, ombea kidole chako cha kuvikwa pete. Ombea kidole chako cha kuvikwa pete. Kuna wakati unajihisi kama una pete na hauna pete, wakati mwingine unapenda kuvaa mapete, wakati mwingine unajihisi kama katika ulimwengu wa roho ulivikwa pete ya ndoa. Kwa hiyo unapoomba, vua kwenye vidole vyako. Kinaweza kawa ni kidole kile cha ndoa, lakini pia kwenye vidole vingine, kwa sababu jini mahaba linaweza likakuchumbia, likakuoa kabisa, likazaa na wewe. Kwa hiyo kila kidole kinawakilisha liko kwenye hatua gani. Kuna mwingine ni kidole cha uwakilishi wa uchumba, mwingine ndoa, mwingine wameshazaa, mwingine wameshafika mahali, wameshakomaa, wameshazeeka. Maana yake katika ulimwengu wa roho unakuwa hivyo hivyo. Lakini jambo la pili, ombea macho yako. Unapoomba, ombea macho. Jini mahaba lina kawaida ya kupenda kukaa kwenye macho. Unaomba, unayatakasa macho yako. Unaombea Mungu, macho yangu yasitumike vibaya, yasitumike kama macho ya kikaaba, kama macho ya giza, kama macho ya tamaa, macho ya zinaa. Unayaombea macho yako, unajitakasa, unaombea Mungu, nisaidie kwenye macho yangu. Lakini eneo lingine, ombea kichwani, eneo la utosi. Kwenye utosi wako ombea, kwa sababu hapo linaweza likakaa, likamate fahamu zako, likamate mawazo yako, likamate kumbukumbu zako. Lakini eneo lingine ni kwenye paji lako la uso. Takasa paji lako la uso. Mwambie Mungu, na takasa paji langu la uso, na unaukomboa uso wako. Unakomboa kibali chako cha uso, kwa sababu jini mahaba lina kawaida kukamata kibali cha uso. Yaani sura yako inaikamata, unaonekana kama ni mtu wa namna hii, kumbe hauko hivyo. Unaonekana ni mtu uko hivi, kumbe sivyo ulivyo. Linabadilisha utambulisho wako. Unakuwa na utambulisho mbaya ambao sio wa kwako. Kwa unapokuwa naomba, unasema Mungu, ninakomboa sura yangu, nakomboa kibali changu, nakomboa hatua zangu, nakomboa ufahamu wangu, nakomboa katika jina la Yesu. Jambo lingine ambalo ni la msingi, ombea mikono. Mikono yako ni uchumi. Jini mahaba huwa na kawaida ya kufunga uchumi, kuharibu pesa, kuleta roho ya hasara, kuleta roho ya kukosa watu wa kukuamini, kukosa watu wa kukuvusha kwenda kwenye hatua fulani. Kwa unakuta unaweza kupata pesa lakini ikatapanya, yani ikatawanyika tu pasipo sababu yoyote, haikai. Wakati mwingine unaweza kukuta huaminiki, linaweza likaondoa hata kibali, kukuta unashikana na watu, mambo yako hayafanyikiwi, vitu vyako havifanyikiwi. Na mwingine ukiota ndoto fulani, unakuta ndo vitu vinavurugika vyote. Yani ukiota tu ndoto hiyo, manake hapo hakuna jambo litaenda. Yani kama ndo lilitaka litimie, unajua kabisa inaenda kuharibika. Kwa hiyo unakomboa mikono yako. Unakomboa mikono, kwa sababu mikono ni lango la uchumi. Mikono ni lango la fedha, ni lango lako la kazi, ni lango lako au nyota yako ya kifedha. Kwa hiyo unaombea mikono yako. Eneo lingine ambao ni eneo pia muhimu, ombea kitovu chako na chini ya kitovu. Pepo au jini mahaba na kawaida kutembea maeneo hayo. Anaweza kutembea kwenye kitovu pale au chini ya kitovu. Komboa. Wakati mwingine anaweza kukutupia magonjwa ya kizinaa, magonjwa ya uvimbe tumboni, magonjwa ya maumivu makali, maumivu ya nyonga, matatizo. Kunahisi kama kuna vitu vinatembea vinapanda, vinazunguka. Kamata tumbo lako, kamata kitovu chako, kataa, ondoa kila vitu vya giza. Yani kama maombi yanaendelea, kama kuna vitu ambavyo ulilishwa kama vya mikataba, vya kuunganishwa, unasema Mungu natapisha, Mungu ninakataa, Mungu naondoa, Mungu nayeyusha chochote ambacho kipo ndani yangu ambacho hakitokana na wewe. Haijalishi ni wapi, haijalishi nilipelekwa wapi, Mungu ninakataa na ukomboa mwili wangu. Na mahali popote ambapo unahisi kwamba pepo hilo huwa linazunguka, unafuta, unaondoa, unaharibu katika jina la Yesu. Unaenda kwenye hatua ya nyingine, unaombea miguu na nyayo za miguu. Unaombea miguu kwa sababu lile pepo linaweza likakuwekea mstari mahali, likakuzuia hatua zako zikitaka kukutana na watu wa hatima, watu wa kukuvusha kwenda mahali fulani, au watu sahihi, au watu wa muhimu, watu wa maana. Linawavuruga, linawafanya usikutane nao, na ukutana nao linafanya usiweze kuendelea kuonana nao. Unaombea miguu yako.
unakomboa hatua zako, unaombea miguu yako, unaambia Mungu, nitatembea mahali ambapo Mungu umekusudia. Nakataa kwenda mahali ambapo sio. Miguu yangu itaenda mahali ambapo umekusudia. Nakomboa nyayo zangu, manake ni utawala wangu. Nakomboa, nitatawala ndoa yangu, nitatawala maisha yangu, nitatawala mwili wangu katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Naachilia damu ya Yesu ndani yangu. Nakataa kila nira, nakataa kila mahali ambapo jini mahaba limenifunga. Baada ya kufanya maombi hayo, na maeneo ambayo mengine unasikiaga kuna kitu kinaendelea, unasikiaga kuna vitu vinaendelea, unaondoa, unafuta katika damu ya Yesu, unafuta katika damu ya Yesu. Wakati mwingine maji ambayo unaenda kuoga unayatakasa. Mwambia Mungu, natakasa maji haya. Kwa kuoga maji haya ninajitakasa, na amuru lile pepo litaka nije likute mimi na waka moto. Hata kama mahali ambapo mimi sitajielewa, Mungu naomba haya maji naageuza kuwa damu ya Yesu. Haya maji naageuza kuwa moto. Yani akinikaribia akute moto, akinikaribia akute moto. Namkataa kwa jina la Yesu, namuondoa kwa jina la Yesu. Aondoke kwenye fahamu zangu, aondoke kwenye usingizi wangu, kwenye mawazo yangu. Wakati mwingine ukawa uko kwenye eneo la utulivu, maana anapenda ukiwa kwenye utulivu sana, umekaa umetulia, yani uko kwenye eneo la peke yako, unasikia kabisa hali inabadilika, unaona unavamiwa, unasikia hisia kali zinakuvamia, unajikuta ni kama kuna hali ambayo imeendelea sio ya kawaida. Unatakiwa ukatae. Inatakiwa ukatae. Unapoona tu badiliko kwenye mwili wako, mahali ambapo unashindwa kujizuia, unamwambia Mungu, nakusii, najua hii ni mipango ya shetani. Nakataa, nampinga huyu pepo, nampinga huyu jini, asinitumie, asinivae kwa jina la Yesu, asinivae kwa jina la Yesu, asinivae kwa jina la Yesu, asinivae kwa jina la Yesu. Unampinga, unamkataa. Na kama ikitokea umevamiwa kiasi ambacho umeshindwa kujizuia, ichukie hiyo hali. Ombea maji yako, jitakase. Najitakasa kwa damu ya Yesu. Najiondoa kwenye hiyo mikataba, najiondoa kwenye hiyo bahari, najiondoa kwenye uko kuzimu, najiondoa kwenye huyo mkubwa wao. Nakataa roho ya malikia, nakataa roho ya ufalme wa kipepo, nakataa roho ya kimizimu, nakataa roho ya kimajini. Unavunja, na mkubwa wao unampiga, unamvunja katika jina la Yesu. Baada ya kufanya hivyo, unakuwa unaomba maombi ya kutoa talaka, maombi ya kutoa hati ya talaka. Unasema, nakutalaka ewe pepo ambaye umefunga ndoa na mimi, nakutalaka kwa jina la Yesu. Navunja kila mikataba. Huyo ambaye alifungisha kuhani wa kipepo, awe ni mchungaji wa ushetani, awe ni shehe wa kipepo, ambaye alithibitisha ndoa hii, ambaye alifungisha ndoa hii, navunja mikataba yote kwa damu ya Yesu. Naachilia damu ya Yesu ikanikomboe, naachilia damu ya Yesu ikanifungue, ifungue fahamu zangu. Popote ambapo mnanitumia mimi, na wakataa. Navunja mikataba hiyo, navunja mizimu hiyo, navunja mapepo hao, navunja majini hao. Yani achie, yakute moto na waka, iwe ni moshi fulani, iwe ni harufu fulani za manukato, iwe ni rangi fulani mnatumia, ninakataa. Kwa kufanya hivyo, mtu wa Mungu, kama Bwana ishivyo, fanya hivyo. Kama ukiendelea kuteseka, haiwezekani. Utanipa ushuhuda. Huu ndio mwendelezo wa maombi ya kuondoa kabisa jini mahaba. Maombi ya mwendelezo ya hatua ya pili ya kuondoa kabisa jini mahaba. Baada hapo kuna hatua ya tatu ambayo nitaitolea somo wakati mwingine. Nataka nikuombea sana Mungu akutie nguvu na akupe ufahamu katika maombi haya. Usikate tamaa, usiogope. Yani usiogope kabisa. Kati ya kitu ambacho natakiwa ukishinde, ondoa hofu, ondoa woga. Yani jua hii ni vita, alafu Yesu yuko naye, atakushindia. Na maombi haya uko nayo, yatakusaidia. Usiogope. Yani nakwambia mtu wa Mungu, usiogope. Unajua utashinda. Unajua utavuka hapo. Unajua utamtukuza Mungu. Utajua utarejeshewa kila kitu chako kilichopotea. Utarejeshewa kila kitu chako. Yani hata kama umejikatia tamaa kiasi gani. Haya maombi ni maombi ya deliverance. Deliverance ni maombi ya kina. Ni maombi ya ufungulivu ambayo ni tofauti na mtu kukuombea tu. Haya ni maombi ambayo yana process. Ni maombi ambayo unaenda hatua. Tunafanya hizi huduma, tunaelewa, na ninajua Roho Mtakatifu yupo, atakusaidia. Nataka nikuombee sasa. Mungu, nakushukuru kwa ajili ya hatua ambayo amechukua mtu huyu, hatua ya pili ya kutaka ukamilifu wa ufungulivu. Naomba neema yako, naomba huruma zako, naomba uponyaji wako. Namtenga na roho ya hofu, namtenga na hilo jini mahaba, namtenga na hiyo vita, namtenga na hiyo madhabahu, namtenga na hilo pepo. Ewe pepo, ninakuamuru ushindwe, naamuru ushindwe, usifanyikiwe, na kazi zako zote zishindwe, na kuondoa ndani ya mtu huyu. Ewe jini mahaba, hata kama umeungana na Makata, hata kama umeungana na Subiani, na kuamuru
toka kwa jina la Yesu. Na kuamuru chomoka, na amuru mwili huu ukawe moto, ukawe moto, ukawe moto, ukawe moto. Pokea moto sasa, pokea moto, pokea moto kwenye fahamu zako, kwenye maeneo yote ambayo nimeyataja. Pokea moto, pokea moto, pokea moto, pokea moto, pokea moto, pokea moto. Gusa eneo lote ambalo huwa napata mashambulizi zaidi, na apisha moto wa mbingu. Natuma malaika wa moto, natuma malaika wanaohusika na moto. Nenda moto hapo, natuma moto, nguvu za giza, majini, mapepo, ungua, ungua na mkubwa wenu, ungua na mikataba yenu, na haribu kazi zenu zote, na haribu mnayosema mnampenda, mnayosema mmemchagua huyu ni wa kwenu, nasema sio wa kwenu, na wabatilisha, sio wa kwenu, sio wa kwako, sio wa kwako. Haijalishi nani alikutuma, wengine mmetupiwa. Toka we pepo, aliyekutuma apigwe kwa huko. Na mmaliza nguvu mkuu wenu, na mmaliza nguvu zenu mahali ambapo huwa mnatembea mnapata relaxi. Na achilia moto hapo hapo, na achilia damu Yesu hapo hapo. Na vuruga nguvu za giza. Kwa ndoto mshindwe, kwa maji mshindwe, kwa ufahamu mshindwe, kwa hewa mshindwe. Toka kwa jina la Yesu. Natangaza mmeshindwa katika damu ya Yesu Kristo aliye hai. Amen. Yesu akubariki. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Naamini Mungu ni mwaminifu na amekuweka huru. Yarudia maombi haya, yatakusaidia. Utasikia amani ya ajabu, utasikia moyo wako unapata amani. Maombi ni dawa. Usiache kuomba, endelea kuomba tu, utaona ushindi wa Mungu. Endelea kuomba tu, usijikatie tamaa. Najua una mapungufu kama mwanadamu, hujakamilika katika kila eneo, lakini maombi yatakubadilisha. Kuna baadhi ya vitu huwezi kubadilika mara moja, taratibu mtu wa Mungu. Utabadilika tu, utabadilika tu. Nimekuwa na watu ambao walikuwa wamekatiwa tamaa, lakini Mungu aliweza kuwasaidia. Mungu wa mbinguni akubariki. Unatamani kuendelea kupata huduma yangu private, karibu kwa namba iliyoandikwa WhatsApp. Lakini pia unatamani kupata mwendelezo wa hatua ya 3 ya ufungulivu wa hili pepo au jini mahaba, basi pia unaweza kukaribia kwa namba hiyo ya WhatsApp. YouTube channel andika Maombi ni Dawa, TikTok Maombi ni Dawa.